Limetokea Kenya ambalo linatrendisha sana, lina trend sana. Kuna binti ameuawa kwenye balcony ya apartment. Sasa katika kufuatilia scenario hile, kuna vitu vimeonekana pale katika mambo ya registration. Ndio kuna kitu ambacho nikasema nije nikizungumze, kwa sababu hayo mauaji yaliyotokea kwenye apartment yamejikuta yanahusisha hadi watu wengine ambao walikuwa hawafahamu kitu kinachoendelea. Ambapo scenario hiyo ni kama wewe sasa hivi Castor Dickson, ni mfano umepata mpenzi wako mkaamua kwenda kujipumzisha. Ni mfano, ndo maana nimesema kwenda kujipumzisha kwenye apartment. Ambazo hizi nazungumzia sio tu apartment, hata nyumba za kulala wageni. Sasa yule jamaa alipofika kwenye ile nyumba ya kulala wageni pale reception, alichokifanya ili kutokuharibu brand yake, akaandika jina la mwanae. Yaani labda mimi wewe ndo niandike jina langu pale kwamba huyu mwenye nileingia mimi leo kulala hapa naitwa Timotheo Ngalula, lakini wewe jina lako ni Castor Dickson. Pale hawana shida, kwa sababu hawataki hata kuangalia kitambulisho na nini, una saini unaingia zako. Yule jamaa akasaini, kaingia na mtoto wa kike pale. Kilichokuja kutokea asubuhi, kuna kesi, binti kaanguka kwenye balcony ya apartment na amefariki. Kilichokuja kutokea, wakaanza kufuatilia details kwa sababu jamaa waliondoka. Baada ya ile tukio, jamani akapaniki, akachimba. Sasa tunaanzia wapi? Kwenye jina. Huyo mgeni ni nani? Kwenye kitabu akaja kuona ile jina la yule jamaa. Wakaanza kumtrace, akaja kukamatwa rafiki ambaye alikuwa hajui hata kinachoendelea. Yaani ndio uje ukamatwa wewe. Yes. Sasa hii ndio ikaja kunipa nafasi ya kuweza kuzungumza na wamiliki wa apartment, lakini pia wamiliki wa hizi nyumba za kulala wageni, kwamba kuna umuhimu sana wa kujihakikishia kwamba huyu anayekuja kulala hapo ndio muhusika halisi. Yaani kwamba tunahitaji muwaulize vitambulisho. Jamani, tunasingiziwa sana kuandikwa majina. Mwisho wa siku kuna tukio litakuja kutokea, watakuja kuhusishwa hadi ambao hawahusiki. Lakini pia watu ambao mnachukulia masihara kwenda kwenye nyumba za kulala wageni, hizo sijui ma guest house, ma apartment, unafika huko loji, unaona masihara tu, unaandika jina la mshikaji wako. Ya Mungu mengi, huwezi jua nini kitatokea kwenye chumba. Mimi kuna mwanangu mmoja, mtu kwenye mmoja huyo, siwezi kumtaja. Alikuwaga bingwa kuandika jina langu kwenye hoteli. Alafu wewe unakuta unafurahia, tulikuwa tunaona ni jambo la kawaida, lakini Castor alikuwa na kuingiza kwenye riski moja kubwa sana. Kesho yake alikuwa akifika usini ananiambia, "Oya, jana ni hotel fulani mwanangu leo nimeandika jina lako." Sasa yule mbaya. Namwambia wewe, yaani acha habari za kuandika jina lako. Utaki kumchekea. Alishaacha. Wewe umejuaje kama ameacha? Labda inaweza kama ameacha kukuambia, lakini anaandika. Anaendelea. Kama tabia yake ni kuandika majina ya watu, labda amepata mbadala wa mtu mwingine. Wewe unajijua ushaandikwa majina mara ngapi? Lakini jina lako ndio ushaandikwa mara ngapi? Siwezi kufahamu. Mpaka ije tokee msala kama huo. Ndio hiyo sasa nasema pia hao wahusika wa hizo sehemu za kulala, hawa watu wajihakiki. Mimi kiukweli mimi nafurahia sana Zanzibar. Zanzibar hoteli zao nyingi mzee. Simulia vya zenji. Wako very serious. Wanadai mpaka cheti cha ndoa. Sasa vuta picha. Ndio hiyo nakwambia, yani kuna vitu vingine msiwaone watu wajinga. Lakini imagine tukio limetokea, utasurvive vipi? Mimi vitu naviogopa sana. Issue mimi mzigo naupeleka sana kwenye wamiliki ama wafanyakazi wanaofanya kazi kwa maana ya reception. Kwa nini akija raia wa kigeni inakuwa ni rahisi kuanza kumdai passport, kumdai kitambulisho na nini? Kwa nini sisi tunachukuliana kawaida? Jamu mbongo mwenzangu ndo anakuingiza korokoroni. Unachokiangalia wewe, unaangalia tu ile amount ambayo inalipwa pale kwa ajili ya hiyo room au hiyo apartment basi. Kingine, kuna watu wa kimataifa wanakuja Bongo kuenjoy, kulala, kuwe fun. Hili ni ombi kwa wadada pamoja na wakaka walio wengi. Kuweni makini sana mnavyoitwa kwenye hizi apartment na lodge. At least toa taarifa kwa mshikaji wako kwamba bwana, mimi leo naenda kulala apartment fulani, iko Bagamoyo, ipo Kigamboni, kuna mtu naenda kukutana naye. awe ana taarifa. Yani mpe mtu yoyote
taarifa. Dunia ina mengi bro, yani haya mambo ya apartment na nini ni utandawazi na ni maendeleo, lakini yanakuja na vitu vyake. Alafu unajua dalali, ngoja nikwambie kitu kimoja. Huenda tumsaidie, kuna mtu anatusikia tukisema apartment, mtu anaona kama tutamchanganya hivi, anashindwa kutofautisha kati ya apartment, hotel, lodge. Unajua apartment ina privacy kubwa sana, kwa sababu ina compile kila kitu. Unaweza kukaa kwenye apartment wiki nzima bila kutoka nje, kwa sababu kila kitu kinapatikana ndani. Yani wanasema nini? Yani ina privacy zaidi. Hiyo privacy ndo nini? Tuseme tu ni privacy, tuseme nini? Usiri zaidi. Usiri zaidi. Kwa hiyo kuna usiri, lakini pia kuna uhuru mwingi sana, na ndio maana watu wengi wanaopenda kuchukua apartment, wengi wao ni kufanya house party, wengine ni kupumzisha akili baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu. Sasa huko kwenye kupumzisha akili ama huko kwenye kufanya house party ndio huwa kunatokea maseke mengi sana. Ndio maana unakuta watu wanateleza, wengine wanaanguka, kuna mambo mengi. Kwa sababu kumbuka, tukio likitokea kwenye apartment, kuanzia mmiliki wa apartment yupo kwenye kasheshe nini. Kwa hiyo mimi nasema wamiliki wa apartment mnatusaidia sana, ila kuweni makini. Mtaingia kwenye misala ambayo ni noma kabisa. Yani na issue inahusiana na swala la registration kwenye hizi apartment, lodge na hotel. Ni issue ambayo inatakiwa iangaliwe kwa jicho la tatu sana. Na pia kingine, hii pia tunawaambia jamani, mabinti zetu mnaopenda bata za kwenye apartment, mnavyoitwa kwenye ma-apartment hayo, toeni taarifa hata kwa rafiki zenu jamani. Leo niko huku, shauri lenu. Maelekezo binafsi. Tumemaliza. My friend.